Naam, waligani mwanafamilia wa Mkubwa Media, kama ni mara yako ya kwanza, karibu sana. Mechi ya leo kati ya Taifa Stars pamoja na Morocco imezua hisia kubwa sana kwa baadhi ya wanamichezo na wale ambao walikuwa wanaangalia mpira dakika zote. Sasa tunaona kitendo cha Idi Nado. Huyu ni mchezaji wa kutokea pale klabu ya Azam na timu ya taifa ya Tanzania, aliangushwa kwenye eneo la box, na hapo inaonekana kama Tanzania wameonewa, na tunaona kwenye tukio hilo ni kwamba alisukumwa kwa nyuma, ambapo inaonekana kabisa kwamba katika tukio hilo ni kwamba Morocco ni kama waliweza kuonea, yani waliweza unaweza kusema kwamba walifaulu kutokana na referee kutokwenda kuangalia VAR. Sasa malalamiko yamekuwa mengi sana. Kwanza kabisa Denzel Trainer anakuambia hii penalty ya wazi kabisa, lakini wachezaji wetu mlipaswa kuweka mkazo zaidi kwa refa ili kuhakikisha refa anakwenda kutazama vinani, na uhakika kwenye chumba cha VAR pia kuna Mtanzania na ameona hili tukio, sijui kwa nini ameshindwa kutoa msisitizo kwa refa hiyo atazame, lakini wachezaji inabidi wasiendelee na mchezo mpaka refa akatizame kwa sababu ni penalty ya wazi. Huyu ni miongoni mwa wadau, lakini pia kuna mwingine akaja hapa ambapo anasema kwamba isije akajichanganya huyu refa kuweza kukanyaga ardhi ya Bongo, kwa sababu inaonekana amefanya uonevu. Kocha mkuu wa timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars Miguel Gamondi, kocha wa Taifa Stars, ametoa kauli yake kwa mara ya kwanza baada ya Taifa Stars kutupwa nje katika michuano ya AFCON 2026 inayofanyika huko Morocco. Baada ya mechi hiyo kuisha kutokana na sintofahamu hapa na pale kwenye penalty ya wazi, lakini pia kutolewa kwenye hiyo michuano, Gamondi alizungumza haya. Ameandika, nimefurahishwa sana na uwezo wa wachezaji wangu, tumecheza vizuri dhidi ya timu mwenyeji. Sina furaha na maamuzi ya mwamuzi, ila ndio sehemu ya mchezo. Kwa maana ya kwamba anafurahishwa na morali ya wachezaji kiviwango vyao, lakini pia amekataa maamuzi ya refa ambaye amechezesha ile upambano, ambapo tunaona Crown waliweza kuweka hiyo taarifa. Mmoja akasema kwamba Idi Nado alitakiwa apewe kadi nyekundu kwa kosa la kujiangusha, ilitakiwa iwe hivyo. Mmoja kaandika kwamba tactical master, mmoja kaandika haki versus amani, you are simply the best coach ever. Mmoja kaandika kwamba bonge la kocha Gamondi, yule refa tupende akaunti yake tukamchangamshe. Mmoja sema referee is a man of the match, kwamba referee atakuwa man of the match. Lakini pia mtu anayejua refa mtagi hapo kuna maneno yake. Kwa tunaona ukiachilia mbali na watu wameonekana kukasirika sana na matokeo, akisema kwamba wamenyang'anywa Taifa Stars kwenye ushindi huo. Lakini pia mchezaji kutokea timu ya taifa ya Morocco anaenda kwa jina la Brahim Diaz ameandika hivi baada ya mechi kuisha. Ameweza kuwapongeza Watanzania kutokana na spiriti na ari na morali ambayo wameonyesha kwenye mechi ya leo, kwa sababu Morocco hawakutegemea kiwango ambacho kingeonyeshwa na Taifa Stars katika mechi yake ya leo, na tunaona Morocco ameweza kufuzu kwenda kwenye hatua ya robo finali, lakini baada ya hapo wataelekea nusu finali na baada ya hapo wataingia finali. Aliandika hivi Ibrahim Diaz kwamba Tanzania wamecheza mechi nzuri sana, hivyo niwapongeze sana, japo ilikuwa mechi ngumu. Cha muhimu zaidi ni sisi kufuzu robo finali. Kwa hiyo kiukweli amekubali kabisa kwamba Tanzania wamejituma na kiukweli wamefurahishwa na wao kuweza kutinga. Mmoja sema pongezi ya referee na timu yake yetu kwa kukubali bahasha lao. Hatutaki pongezi zake wazurumati wakubwa. Haki iko wapi? Mpira upo wapi? Refa yuko wapi? Mmoja kaandika kwamba kakubali kwa mbeleko. Sasa inaonekana kabisa kwamba watu wameonekana kumfuata huyo refa. Anaenda kwa jina la Bobo Traore, anajiita African referee. Huyu ni referee kutokea pale nadhani ni katika nchi moja hapo pale Afrika, nadhani Burkina Faso, ambapo tunaona
ndio akaunti yake, japo ameweka private. Mmoja alisema kwamba msizue taharuki, refa yupo sahihi. Wewe unaijua milioni 5? Tutaki pongeze wakati wao wamesonga mbele kwa dhuluma, akampongeze. Hongera si ya nini sasa? Hatutaji pongezi yake, ampongeze refari. Watu wameonyeshwa hasira sana kutokana na matokeo. Mmoja kaandika refari vs Tanzania, refari is the man of the match. Mpongeze refa wenu kwa kuwabeba. Chunguza hilo tukio, tunataka haki, au sio? Mmoja kaandika the referee has not done justice to Tanzania by denying them a legal penalty. Manake Tanzania imenyimwa penalty halali. Jamaa peke yake ndo alikubali lile tuta. Elewa neno cha muhimu, natoa kodi hiyo. Ila Masalanga ndo adake shuti vile kweli, haina maana yoyote. Kupata kadi ya zanjano ndo amecheza vizuri, sio nafiki tu. Asitutie dhambini, asitupake mafuta kwa mgongo wa chupa tafadhali. Kwa maana ya kwamba anachokisema hapa pengine itakuwa anajaribu kuwafariji. Sasa tunaona mechi imeweza kuisha na tunaona matokeo kama alivyotajwa kwamba ndio hivyo tayari. Huyu Morocco ametinga kwenye hatua inayofuata. Sasa tunaona hatua ya robo finali. Wameweza kuweka wenyewe kupitia ukurasa wa Instagram, wakasema to the quarter final, au sio? To the quarter final. Na tunaona hizi mechi zitaendelea, na tunaona mashabiki kutokea ulimwenguni tayari wameweza kuweka maoni yao kuhusiana na mechi nyingine ambazo zinaendelea. Tunaona siku ya jana Mali aliweza kuiondoa Sudan kama sikosei, na kwa namna moja ama nyingine tunaona mambo yalikuwa ni mazuri kabisa kwa upande wa kipa kutokea pale klabu ya Yanga. Hapa nazungumzia Mdaka Mishale Diarra. Lakini pia swala kubwa tu kutokana na game hii ya Morocco, inaonekana refa ni kama ameweza kuwadhulumu wachezaji wa Taifa Stars. Mmoja katika kwamba in my opinion it is shameful for a referee who is trusted with such a responsibility to commit a serious mistake in front of the FIFA president and the CAF president, and the incident like denying justice to the Tanzania team simply because Morocco is being given priority is not right at all. This is not football, it is injustice. The whole world is watching everything. If this situation continues, Morocco should understand that they cannot move forward in this way. Referees of this kind are great embarrassment and a very bad sign for the organizer of the competition, as it weakens fair competition and damages the image of the tournament. The referee should be given a severe punishment and stroke warning. Manake hapa amesema refa inabidi apewe onyo kali. Dondosha maoni yako kisha na subscribe.